Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji wa chaneli yetu nzuri ya Yoshi Testimony TV. Tunamshukuru Mungu tena kwa siku ya leo ambayo ametupa neema ya kuendelea kujifunza neno la Mungu kutoka kwenye kitabu hiki cha Injili ya Yohana. Siku ya leo tutakwenda kuangalia tena kitabu cha Injili ya Yohana sura ya kwanza kuanzia mstari wa 5. Neno la Mungu nasema, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Palitokea mtu aliyetumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Huyo alikuja kwa ushuhuda, ili aishuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Mstari wa 5 Biblia inasema, narudia tena, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Kwenye somo langu la siku ya leo tutaangalia mambo kadhaa. Jambo la kwanza tutakaloangalia kwamba Yesu Kristo ni tumaini la pekee ulimwenguni. Yesu Kristo ni tumaini la pekee ulimwenguni. Hivyo huangazia watu wote wasikio Injili. Siku ya leo tutaangalia masomo kadhaa. Somo la kwanza tutaangalia Yesu Kristo ni tumaini la pekee ulimwenguni. Hivyo huangazia watu wote wasikio Injili. Kitu cha pili tutakachopata na kujifunza kwenye somo letu la siku ya leo, Kristo hutoa neema na ufahamu. Jambo la tatu tutakaojifunza, hakuna nuru nyingine ambayo kwayo tunaweza kuona kweli na kuokolewa. Hivyo katika vifungu hivi chache nilivyosoma, tutakuja kuona Yesu Kristo ni tumaini la pekee ulimwenguni. Tuanze na hii somo la kwanza kwamba Yesu Kristo tumaini la pekee ulimwenguni. Tumesoma mstari wa 5. Biblia inasema, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Labda turudi kwenye historia kidogo, tuone huyu mwandishi mtumishi wa Mungu Yohana kwa nini aliandika maneno haya, na kwa nini nimekuja na hili somo la kwanza kwamba Yesu Kristo ni tumaini la pekee ulimwenguni. Ukisoma Biblia vizuri na kusoma vitabu pia vya historia vizuri vya Biblia, utakuja kuona kwamba baada ya kitabu cha Malaki, ambao Wayahudi walikuwa wanaamini zaidi juu ya manabii, walikuwa wanaamini zaidi kwamba Mungu anasema nao kupitia manabii mbalimbali. Kumbuka kwenye somo lililopita nilisema kwamba Agano la Kale lote lilikuwa linamtambulisha Mungu kuwa ni Mungu wa Wayahudi, na Wayahudi walijiona kwamba hao wenyewe ndio wenye haki ya kuwa na Mungu. Na ni kweli kwamba habari zote Agano la Kale tutakuja kuona zinaelezea Wayahudi, zinaelezea uzao wa Israeli, zinaelezea uzao wa Yakobo, Abraham, na kuatokea hapo tutakuja kuona familia yake yote Abraham, ambao anakuja kutengeneza uzao wa kabila wa Yahudi. Wao ndio wanaoelezewa zaidi katika Agano la Kale, na wao wanaonekana kwamba hao ndio wako na Mungu. Hao wanaonekana kwamba hao Mungu ndio anasema nao kupitia manabii mbalimbali ambao walipita kutokea kwenye uzao au kabila hilo la Wayahudi. Sasa nabii wa mwisho anakuja kuonekana kwenye kitabu cha Malaki, na baada ya hapo miaka 400 wanatheolojia wanasema, au wengine 300 na kitu hivyo, kulikuwa kuna ukimya ambao umepita. Mungu hakusema na nabii yoyote. Mungu hakusema tena na kabila la Wayahudi. Mungu alikuwa kimya kwa hiyo miaka. Kwa hiyo kwenye miaka yote wanadamu na hasa Wayahudi walikuwa kwenye kipindi kigumu cha kutafuta tumaini, kutafuta neno. Ni nani ambaye atasema neno? Mungu atamtumia nani ambaye atasema neno? Lakini miaka yote kusoma Agano la Kale kulikuwa kuna tumaini la Masihi kuja, ambaye atakuwa ni Mungu pamoja nao katika ulimwengu. Huyo atakuwa ni mwana wa Mungu. Huyo atakuwa ni zaidi ya manabii wote waliotokea. Na kwenye hicho kipindi cha kumngojea Masihi kuja, katikati hapo waliibuka watu mbalimbali wenye hekima,
ambao wengi walitokea huku kwa Wayunani wa Giriki, na akajaribu kuandika habari mbalimbali za hekima ambazo wanaweza kuzitumia kuendesha maisha yao na kuendesha tamaduni na kuendelea kuishi wanadamu na kusikiliza kwamba Mungu anataka kusema nini juu yao. Na baadhi ya hao watu wenye hekima aliinuka mtu anaitwa Alexander the Great, aliinuka Herod the Great, walinuka watu mbali, wakina Tobit, wakina Judith. Hekima za Solomon walizichukua, wakajaribu kutengeneza mafundisho, kutengeneza hekima mbalimbali za kuweza kuongoza wanadamu katika hicho kipindi cha ukimya ambacho kinaitwa kipindi cha intertestamental period kwa Kiingereza. Na hapo nyaraka mbalimbali zikaandikwa, wengine wanaita vitabu vya apocrypha au makabayo. Ziliandikwa kwa ajili ya kuweza kumsaidia mwanadamu tu jinsi gani aweze kufahamu hekima, kufahamu maarifa, na jinsi gani Mungu aweze kusema nao. Kwa hiyo kipindi hicho Wayahudi walikuwa kipindi kigumu sana. Wanasema ilikuwa kipindi cha ukimya, kipindi cha giza. Hawana mwongozo wote, wamebakia kuwa na tumaini kwamba Mwokozi atakuja kusema nao, lakini hawakujua ni lini atakuja na atakuja kwa ishara zipi, kwa namna gani atakayokuja. Sasa mtume wa Mungu huyu Yohana anakuja kutambulisha kwamba kuna nuru inayokuja, na kuna nuru hiyo imeishafika, nayo nuru inang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Kumbuka pale juu anakuja kutoa kwamba Yesu ni neno. Hapo mwanzo kwa neno kwa Mungu. Nikasema haikuwasumbua sana kujua kwamba neno ni Mungu. Na kipindi kilichokuja nimekuja kusema juu ya Yesu ni uzima. Sasa hapa anakuja kutambulisha tena kitu kingine, kwamba huyu Yesu anayekuja ni nuru ya ulimwengu. Kipindi ambacho hakuna maarifa, hakuna taarifa yoyote, dunia imekosa tumaini, hawana tena mwongozo na migani atakayewasaidia, na ni migani atakayekuja kusikia kuwapa habari za Mungu ataka wafanye nini. Anakuja kutokea Yesu Kristo ambaye anafanyika nuru ya ulimwengu kupitia neno lake, kupitia yeye Kristo. Yesu anakuja kufanyika kuwa nuru ya ulimwengu, na hiyo nuru inakuja kung'aa katikati ya giza, inakuja kuwa mwangaza. Wayahudi hawa wanaanza kupata tumaini tena kwamba kuna Kristo mwana wa Mungu, Masihi aliyetabiriwa amekuja. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anaendelea mstari wa 6, palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake ni Yohana. Ametoka kwa Mungu, jina lake ni Yohana. Huyu anakuja kushuhudia ile kweli, kushuhudia ile nuru, wote wapate kuamini katika yeye. Na ndio maana nimesema kwamba somo langu nasema nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Lakini somo la kwanza nakuja kusema kwamba Yesu Kristo tumaini la pekee ulimwenguni, huangazia watu wote wanaosikia Injili. Huyu alikuja kwa ushuhuda ili ashuhudie ile nuru, wote wapate kuamini katika yeye. Nisema somo langu la kwanza tutajifunza Yesu Kristo tumaini la pekee ulimwenguni. Yohana anakuja kushuhudia nuru, anakuja kuwa tumaini kwa watu. Biblia inasema kwamba Yohana anakuja pale kipindi ambacho watu wana hamu na shauku kubwa kusikia Mungu anasema nini. Nabii Yohana anaibuka pale kusoma kitabu cha Mathayo sura ya 3. Tutakuja kuona pale ambapo Yohana anatambulishwa kwa mara ya kwanza, ambapo anakuja kuinuka sauti aliaye nyikani. Na hivyo kusoma katika Luka 7 mstari wa 22 mpaka 28, tutakuja kumuona pale Yesu anamtambulisha Yohana kwa wanafunzi wake. Anasema, sikiza nawaambia, amini amini nakwambia, hajatokea mtu katika uzao wa mwanamke aliye mkuu kuliko Yohana. Hajatokea mtu mwenye tangu uzao mwanadamu, uzao mwanamke aliye mkuu kuliko Yohana. Ndipo jibu akamwambia, mkamweleze Yohana hayo mlioyasikia. Hiki kipindi ambacho Yohana amefungwa, amekamatwa na Herode,
kwa sababu aliweza kuwa jasiri hata kumwambia Herode kwamba wewe umefanya kosa kumuoa mke wa kaka yako. Bado Yohana alikuwa na ujasiri, alikuwa anaweza kuhubiri, watu wote wakatoka katika miji yao wakaenda kule nyikani alipo Yohana. Na sehemu nyingine Yesu ukisoma hapa chini sura Luka anawaambia, je, mnaenda kufanya nini? Mnaenda kuangalia tu huko, kuangalia mtu aliyevaa mavazi mazuri? Kwa nini hamjaenda kuangalia wafalme? Lakini mnaenda kumwangalia nabii. Wakasema ndio, ninawaambia kweli, mnaenda kumwangalia nabii ambaye, mstari wa 22 inasema, lakini mlitoka kwenda kuona nini? Nabii. Mstari 26 hiyo. Naam, nawaambia, na aliye zaidi ya nabii. Mstari 27, huyo ndiye aliyeandikiwa haya, tazama na mtuma mjumbe wangu mbele ya uso wako, atakayetengeza njia yako mbele yako. Nami nawaambia, katika wale waliozaliwa na mwanamke hakuna aliye mkuu kuliko Yohana, lakini aliye mdogo katika ufalme wa Mungu ni mkuu kuliko yeye. Ndipo akajibu akawaambia, nendeni kawaambie. Kwa hiyo ina maana gani? Yesu akuja kumtambulisha Yohana kwamba bwana huyu hakuwa mtu mdogo, alikuwa mtu mkubwa. Na watu wote mlikuwa mnatoka kwenda kumwangalia. Manabii wote kwenye Biblia ambao mnawasikia habari zake, hakuna aliye mkuu kuliko huku Yohana. Lakini huyu alikuja kutengeneza njia tu ili Masihi aweze kuja. Alikuja kutengeneza njia tu ili mimi niweze kuja. Mimi ndimi tumaini la pekee. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ndiye tumaini la pekee ulimwenguni. Yesu Kristo ndiyo nuru, anakuja kipindi ambacho dunia inagiza. Inatamani kusikia Mungu anasema nini. Hakuna tumaini kwa Wayahudi, hakuna tumaini kwa Yunani. Wanatumia watu hawa wenye sifa na hekima mbalimbali, lakini hekima zao zinagonga mwamba. Hekima zao haziwezi kutosheleza ulimwengu. Na hawa watu wa Wayahudi wanajaribu kuchukua hayo mambo ya Wagiriki hao, wanajaribu kutafsiri kuja kwa Kiebrania waweze kutumia kama vile mwongozo wa maneno ya Mungu kuyasikia, lakini hayakutosha. Mpaka huyu nabii Yohana anakuja, wanasema hakika angalau nabii amekuja. Na nilishakwambia kipindi kilichopita, mmoja kati ya wanafunzi wa Yohana Mbatizaji alikuwepo. Huyu Yohana aliandika kitabu, alikuwepo Marko, walikuwepo wanafunzi wengine ambao watatu, jumla walikuwepo 5, wanamfuata Yohana Mbatizaji. Lakini Yesu baada ya kuja kuanza kazi zake, hao wanafunzi wengine wakatoka wakamfuata Yesu. Kwa sababu gani? Yesu ndio tumaini pekee. Yesu ndio tumaini pekee. Yoyote anayemwamini huangazia nuru. Bwana Yesu asifiwe. Yohana anakuja, huyu mwandishi wa kitabu anasema, jamani, ilitokea nuru, tulipata mwanga kidogo kwamba Bwana kuna tumaini tena kwa Israeli. Kuna tumaini, amekuja huyu Yohana Mbatizaji, tunapata jambo. Lakini anakaja kuambia taarifa nzuri ni hii, huyu Yesu Kristo ndiye nuru halisi. Yesu Kristo ndiye amekuja kwetu ulimwenguni. Yoyote anayemwamini anapata uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 10 anasema, kwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwa walio wake, lakini hawakumpokea. Wake ndio kina nani? Alikuja kwa Wayahudi ambao nimesema Agano la Kale walikuwa na tumaini, wanangoja nabii mmoja kusema naye. Walikuwa wanangoja Yesu, Mungu afungulie kusema naye, atasema nini, lakini hawakumtambua. Wakaanza kumtambua kidogo huyu Yohana, angalau huyu Yohana ana neno la Mungu. Huyu Yohana anakuja kusema habari za tubuni, ufalme wa mbinguni umekaribia. Anawabatiza, kusema sehemu nyingine anakuja kuwabatiza hata wale Masadukayo. Anawaambia, hivi inakuwaje nyie unataka toba wakati nyie mmeshaandikiwa hukumu? Nyie ni watu ambao tayari hukumu iko juu yenu, kwa nini nataka toba? Basi leo tubuni mpate ondoleo la dhambi. Kwa hiyo walionekana kwamba Yohana Mbatizaji ndio tumaini la pekee. Lakini leo nakuja kuambia habari, Yesu Kristo ndiye tumaini la pekee ulimwenguni. Huangazia watu wote wanaosikia Injili. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Biblia inasema hivyo, mstari wa 8 kirudi, huyo
hakuwa ile nuru, bali alikuja ili aishuhudie nuru. Sasa tukiendelea hapo, tunakuja kuona hii sura, pointi ya pili ambayo nimeandaa, kwamba Kristo hutoa neema na ufahamu. Kristo hutoa neema na ufahamu. Kusoma kitabu cha Zaburi 119 mstari wa 105, Biblia sema, neno lako ni taa ya miguu yangu, mwangaza wa njia yako. Neno lako ni taa ya miguu yangu, mwangaza ya njia yako. Mwangaza ya njia yangu ni neno lako. Yesu Kristo anakuja kutoa neema ya ufahamu. Yesu Kristo anakuja kutambua, kufungua ufahamu zetu. Anakuja kutoa mwongozo ndani yetu. Biblia inasema kulikuwako nuru halisi imtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Yesu Kristo habaki kwa Yahudi peke yake. Yesu Kristo habaki kwa Yunani peke yake. Yesu Kristo anakuja kupasua mipaka. Anakuja kwa kila mtu. Anakuja kutoa neema ya ajabu. Anakuja kwa ulimwengu wote. Kwa sababu wale walio wake hawakumpokea, wanabaki kusema, huyu Yesu ni nani? Anajiita mwana wa Mungu, ni nuru ya ulimwengu kivipi? Hatumuelewi. Bora si tuendelee na taarifa zetu, tuendelee na mambo yetu. Sisi tunayemjua ni nabii, sisi tunayemjua ni Musa. Huyu Yesu ni nani? Yesu anakuja kutoa nuru kwa kila mtu. Kila mwaminie anapokea nuru. Ndio maana Biblia inasema kila amwaminie asipotee. Kwa nini anapata nuru? Anakuwa taa ya miguu ya kila mtu. Anakuwa mwangaza wa kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukisoma tena Yohana 5 mstari 31, ni maneno ya Yesu mwenyewe anajishuhudia. Baada ya kusema Yesu huyu ni nani, amekuja kufanya nini, anakuja naye kusema haya maneno ili kwamba waweze kumtambua na kuja kutoa ushuhuda wake mwenyewe. Hebu tusikie maneno haya, Yohana 5:31. Biblia inasema hivi, mimi nikijishuhudia mwenyewe ushuhuda wangu si kweli. Yuko mwingine anayenishuhudia, nami najua ya kuwa ushuhuda wake anaonishuhudia ni kweli. Mlituma watu kwa Yohana, naye akaishuhudia kweli. Lakini mimi sipokee ushuhuda wa mwanadamu, lakini ninasema haya ili ninyi mpate kuokoka. Yeye alikuwa taa iwakayo na kung'aa, nanyi mlipenda kuishangilia nuru yake kwa muda. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo tumaini la pekee ulimwenguni. Yohana walimuona kwamba yeye ndiyo nuru. Wakaona kwamba wamepata Masihi, wamepata nabii mkubwa kuliko Musa, mkubwa kuliko Malaki, mkubwa kuliko Daniel aliyetabiri kwa ujio wa Masihi, mkubwa kuliko Isaya ambaye alitabiri kuzaliwa kwa Masihi mwenyewe. Wakasahau wale manabii wote waliotabiri imekwisha kutimia. Yesu Kristo tumaini la kweli, nuru ya kweli, amekwisha kutokea. Wakashtuka wakasema, unasema nini? Akamwambia, sikilizeni, si mlimwamini Yohana, mlimkubali Yohana. Sasa huyo alikuwa ni nuru iling'aa kwa muda mfupi tu, na saizi amekamatwa tayari kwa Herode kule. Hana tena kuwatetea, hawezi tena. Yohana mwenyewe kafika sehemu akachanganyikiwa, akasema, jamani, wanafunzi wangu, hebu nendeni kamuulizeni huyu Yesu ndio yeye au tungoje mwingine? Maana naye mwenyewe alishanganyikiwa, akashangaa, hii vipi? Kama ni kweli ni nuru, kwa nini mimi nafia huku gerezani? Kwa nini kweli ni nuru, inakuaje mimi niko kwenye giza huku na Herode anakaribia kuniua? Yesu akamwambia, sikilizeni, kawaambie mambo mlioyaona. Vipofu wapata kuona tena, viziwi waweza kusikia, bubu wanaongea, wafu wanafufuliwa. Heri mtu yule asiyekuwa na mashaka na mimi. Inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba Yesu Kristo ndiye nuru. Yesu Kristo ndio mwanga.
Heri mtu yule asiyekuwa na mashaka na mimi. Ni bora tu hata wewe Yohana ukubali kwamba huyu ni Masihi. Kwa hiyo hii ina maana kwamba ilikuwa inawachanganya kama leo watu wanavyowachanganya. Hawampokee Yesu, wanasema kwa tofauti gani kuwa na Yesu? Mbona nina pesa? Mbona nina fedha? Mbona nina biashara? Mbona ninaishi? Mbona mambo yangu yanaendeleaje? Tofauti ni nini? Leo ninakwambia kitu tunachokikosa ni tumaini. Kitu tunachokikosa ni taa ya miguu. Kitu tunachokikosa ni mwanga. Ndio maana unafanya mambo ambayo mtu hutaki kuyafanya. Unafanya mambo, kuna mtu angalia, kuna mtu mwingine anakunywa pombe, hana tumaini, inabidi anywe pombe ndio aweze kulala usingizi. Na baada ya kunywa pombe anafanya vitu vya ajabu. Asubuhi baada ya kukucha pombe imeisha, ndo macho yake anatiwa nuru, anaanza kuangalia hivi, mimi nilifanya nini? Mimi ni kweli kwa nini nafanya hayo mambo? Kwa sababu ile pombe na haya mambo yanamtia giza. Anashindwa kutambua mema na mabaya. Anashindwa kutambua afanye jambo gani jema. Lakini leo Yesu ndio tumaini la pekee, ambaye anakuja anakupa nuru, anakupa uweza, anakupa ufahamu. Nimesema pointi ya pili, Kristo hutoa neema ya ufahamu. Unaweza kufahamu lipi lililo jema. Unaweza kufahamu njia gani uendee. Unaweza kufahamu jambo gani ufanye kwa wakati fulani, kwa wakati gani. Yesu Kristo anakuwa nuru, anakuwa njia. Ndio maana nasema hii Zaburi, neno lako ni taa ya miguu yangu, mwangaza wa njia yangu. Unaanza kupata mwanga wa njia. Uishije, utendaje, ufanye nini? Yesu Kristo akupa neema ya ufahamu. Akamwambia huyo Yohana alitoa neema kwa muda mfupi tu. Alikuwa nuru ya muda mfupi tu, lakini mstari 36 hii Yohana 5 anasema, lakini ushuhuda nilionao mimi ni mkubwa kuliko wa ule wa Yohana Mbatizaji. Kwa kuwa zile kazi alizonipa Baba ili nizimalize, kazi hizo zenyewe ninazozitenda zinanishuhudia kwamba Baba amenituma. Naye Baba aliyenipeleka amenishuhudia. Sauti yake haumsikii wakati wowote, wala sura yake hamkuiona, wala neno lake hamnalo likikaa ndani yenu, kwa kuwa ninyi hamwamini yule aliyetumwa na yeye. Mwachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na hayo ndiyo yanayowashuhudia, wala hamtaki kuja kwangu mpate kuwa na uzima. Nilisema somo lililopita juu ya uzima wa milele, na huwezi kutenganisha uzima wa milele na nuru. Pale kitabu cha Yohana 1 Biblia inasema hivi, mstari wa 4, ndani yake ndio kulikuwa na uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Huwezi kutenganisha nuru na uzima. Fikiria tu kama wewe ni dereva wa gari. Hata kama gari lako ni zima kiasi gani, lakini washa gari lako usiku wa manane, ingia barabarani bila taa. Hata kama gari lako ni zima kiasi gani, nakwambia kama uko spidi kali na gari yako itazima taa ghafla, ninakwambia lazima utapata ajali kubwa sana. Utakufa muda huo huo, kwa sababu hutajua njia gani ya kuelekea. Utaweza kugonga vitu vingine, utaweza kupinduka kwa sababu hauna mwanga. Ndivyo hivyo, huwezi kutenganisha mwanga na uzima. Tafuta ndugu ambayo mwingine kama mwa kuonana na mtu ambaye hana neema ya kuona. Yeye dunia yake ni giza. Yeye dunia yake haoni, anapapasa tu. Lakini mtu anayeona ni mtu ambaye ana uhakika wa safari yake. Ni mtu ambaye anajua ninapita hapa, naluka wapi, nafanya nini. Ni mtu ambaye anajua kabisa kwamba hapa hili jambo ni zuri na hili ni baya. Ndivyo hivyo Yesu anakuja kujiunganisha kwamba yeye ni uzima wa milele. Mtu ambaye amesikia neno lake anapata neema ya ufahamu, na ile neema ya ufahamu inampa uzima wa milele. Ndio maana pointi ya pili nasema Kristo hutoa neema ya ufahamu, na neno lake yanasema kitabu hii ni taa ya miguu yake. Neno lake ni nuru ya ulimwengu. Neno lake ni uzima. Na yoyote ambaye atakuwa tayari kusikia neno lake na kulifuata na kuliamini, anapata huo neema ya ufahamu, anapata neema ya kuwa na mwanga, anapata neema ya tumaini katika ulimwengu huu. Na hapo sasa pointi yangu ya tatu nasema
Hakuna nuru nyingine ambayo kwayo tunaweza kuona kweli na kuokolewa. Hakuna nuru nyingine tuliopewa. Hakuna mwangaza mwingine. Hakuna ukweli mwingine. Hakuna tumaini jingine tulionalo wanadamu. Nimeanza kupa hii habari ya Wayahudi. Tumaini yao ilikuwa kwa manabii, kwa Musa, kwa Torati. Na hawa wengine Wayahudi na wakuhani hawa walikuwa wanashika hizo Torati, lakini bado maisha yao yalikuwa machafu. Mambo yao yalikuwa mabaya. Ndio maana hata Yohana aliwakemea, hivi nyie manabii, nyie makuhani, nyie watoza ushuru, nyie mnaojiita mnajiita nyie wakuu, nyie wa Torati, mambo yenu mabaya, mnanuka dhambi. Kwa nini mnataka mimi niwabatize wakati mama yenu ni mabaya? Basi tubuni nyie mpate ondoleo la dhambi. Kwa nini? Kwa sababu Torati zao hazikuwasaidia. Kanuni za kidunia hazikuwasaidia. Kushika sheria za Musa hazikuwasaidia. Lazima watubu. Lazima apate nuru ya kweli. Na Yohana pale anaitwa, Yesu anamtaja kwamba ni nuru ya muda mfupi, kwa sababu yeye anawabatiza kwa maji, wanapata ondoleo la dhambi. Yesu Kristo anakuja kubatiza kwa roho na moto, kwa roho na kweli. Anakuja kubatiza hiyo. Kwa nini? Kwa sababu anakuja kuingiza nuru. Ndio maana kitabu cha Warumi 19 anasema hivi, kwa maana mtu kwa moyo huamini kisha kupata haki, kwa kinywa hukiri kisha kupata wokovu. Ina maana gani? Ukikubali hilo, nuru inaingia ndani ya moyo wako na inakupa wokovu. Na hiyo wokovu ikisha kukupa, inasema hivi, neema ya Mungu, Tito 2:11, iwaokoe wanadamu wote. Inafunuliwa, inaanza kukufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia. Inaanza kukufundisha kukataa mambo mabaya. Inaanza kukupa mwanga kujua lipi jema na lipi baya. Ndugu yangu, dini yako haitakusaidia. Wayahudi walikuwa na dini, walikuwa wana watu wanaowaamini, lakini kwa miaka 400 ile ikapita ukimya, hawakuona tena msaada. Tumaini likaisha. Mwanga umeisha, ikawa ni giza, ikawa ukimya. Ndivyo hivyo ambavyo dini yako unaweza kuiamini. Mchungaji wako ukamwamini, mtume wako ukamwamini, lakini huyo hana nuru. Huyo ni nuru ya kitambo tu. Leo atakwambia fanya jambo fulani, tena jambo fulani, utapata wepesi fulani, utapata majibu fulani. Hayo ni ya kitambo tu. Lakini Yesu anakuja kutoa majibu ya uhakika. Yesu anakuja kutoa njia ya uhakika. Yesu anakuja kutoa solution ya tumaini la mwanadamu, kwamba lazima upokee nuru ya kweli. Hiyo nuru inang'aa gizani. Giza halitaweza kushinda. Hiyo nuru inang'aa katikati ya giza, katikati ya changamoto kubwa, katikati ya kukosa tumaini, katikati ya kukosa msaada. Nuru inakuja, inang'ara, na hiyo nuru iking'ara inafanyika kuwa njia yako, inafanyika kuwa mwongozo wako. Neno lako ni taa ya miguu yangu, mwangaza wa njia zangu. Anakufanyia njia. Na Yesu ndivyo hivyo, alikuwa na ujasiri wa kujitamka kwamba mimi ndimi njia na kweli na uzima. Na njia ya Yesu hiyo ni njia ambayo ina mwanga muda wote, maana yeye ni nuru ya ulimwengu. Njia yake inakuja haina giza. Njia yake inakuja haina makato mengi. Njia yake imenyooka. Njia yake ni nyepesi. Njia yake inafahamika kwa sababu ina nuru ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni nuru ya ulimwengu. Ukisoma pale kwenye Biblia yako tena, tukirudi pale katika mstari wetu mkuu, nasema nayo Yohana 1:5, nasema nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Ni nuru peke yake ya Yesu ambayo inashinda giza lote. Ni Yesu peke yake aliweza kushinda hata giza ambalo aliwekewa pale kaburini. Amefungwa katika kile kaburi, kawekewa jiwe kubwa.
mji mzima ikapita giza kali. Masaa kadhaa pale giza limepita, watu wakataaluki, wakashangaa ni nini? Mwana wa Mungu anakata roho. Na baada ya kukata roho, masaa machache mwanga unakuja kutokea, nuru inaingia tena ulimwenguni. Siku ya tatu anafufuka kwa ushindi, anasema niangalieni, mimi sijafa, giza halijanishinda, mauti hajanishinda, kifo hakijanishinda, mijeledi misumari hajanishinda. Mimi ndimi ufufuo, mimi ndimi uzima, mimi ndimi nuru, nayo giza haikuiweza. Mpendwa mtazamaji, katika somo hili tumeangalia mambo haya matatu ambayo ninapenda uyaweke kwenye kumbukumbu lako, kwamba Yesu Kristo ni tumaini la pekee ulimwenguni, huangazia watu wote wanaoisikia injili hii. Yesu Kristo pia nimesema hutoa neema ya ufahamu. Kama hujui mwenendo wa maisha yako, hujui fanye nini, hiyo nuru itakufungua, itakupa mwangaza na kufahamu fanye jambo gani. Tatu, kuambia hakuna nuru nyingine ambayo unaweza kuwa nayo inaweza kukuokoa zaidi ya nuru ya Yesu Kristo. Ipokee nuru hiyo, ifungua moyo wako, ingie nayo, itakusaidia, nayo itakupa neema, itakupa mwangaza. Sana kitabu cha Tito 11 mstari wa 2, neema ya Mungu iliyokuwa na damu imefunuliwa, itakufundisha, itakupa mwangaza, itakupa wokovu. Kinachokupasa, fungua moyo wako, umwamini Yesu Kristo leo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hapa tumefika mwisho wa somo letu hili na siku ya leo. Karibu tuungane tena katika somo siku nyingine. Lakini kupa upendeleo huu, kama unataka kumpokea Yesu Kristo na Mwokozi wa maisha yako, basi nifuatishe maneno haya. Ninakushukuru Mungu kwa kumtuma mwanao duniani, Yesu Kristo, kwa ajili ya kuniokoa mimi mwanadamu. Siku ya leo nimesikia maneno yako, nami ninakuja kwako. Ingia ndani ya maisha yangu, unioshe, unitakase, unifanye mwanao. Tangu leo Yesu, ninakabidhi maisha yangu mbele yako, nakabidhi maisha yangu kwako. Unioshe, unisafishe, nitoe katika dhambi zote na mambo ya kidunia, na ruhusu nuru yako Bwana iingie ndani yangu. Uniongoze katika maisha yangu yote, unipe ufahamu na neema yako, na kubali kwamba wewe ndio nuru pekee ya kunisaidia maishani mwangu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti na kupokea na kuamini. Amen.